Karibu sana kwenye ripoti za kimichezo za Game On TZ. Karibu sana bwana michezo mwenzangu. Tukae chini tuketi tuzungumze ya kimichezo yaliyojiri siku ya hii leo Novemba 13 mwaka 2025. Karibu sana kwenye ripoti ya Sports Update ya Game On TZ. Mimi naitwa mpekuze.com. Kikosi cha wekundu Msimbazi Simba baada ya kupisha ratiba ya michezo ya kirafiki timu za taifa, huko kikosi hiko kimeendelea kufanya jitihada na maandalizi kuelekea katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Simba anashuka dimbani Novemba 22 watakapoenda kuwakabili di Atletico Luanda kutoka pale nchini Angola. Mchezo wa ligi ya mabingwa utakaoenda kupigwa Novemba 22 katika dimba la Benjamin William Mkapa jijini Dar es Salaam. Sasa kipindi mchakato huo ukiendelea kwa mazuri zaidi kwenye kikosi hiko cha wekundu Msimbazi Simba, ni mambo yakiwa yanaendelea kuwa mubashara kweli, huku wachezaji pamoja na benchi la ufundi likiendelea kufanya maamuzi ama kufanya jitihada na falsafa za upande wao na kuendelea kufanya maandalizi kuelekea katika mashindano hayo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa kumeibuka na story kadhaa kwa baadhi ya wadau wa kimichezo nchini Tanzania na hata viongozi mbalimbali wa vilabu vinavyoshiriki ligi kuu Tanzania bara. Sasa hizo taharuki ambazo zimeweza kuibuka siku za hivi karibuni zikieleza kwamba kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitar Pantev hana sifa ya kusimama katika benchi la ufundi kuiongoza klabu hiyo ya Simba kwa mujibu wa sheria pamoja na leseni aliyokuwa nayo, license Pro A, ambayo leseni hiyo haimruhusu kusimama katika benchi la ufundi kuiongoza klabu hiyo ya Simba. Siku za hivi karibuni, kabla Simba kumtangaza kocha Dimitar Pantev kuwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba, lakini wao Simba walimtangaza Dimitar Pantev kuwa kama meneja mkuu wa kikosi hiko cha Simba. Lakini wadau wanajiuliza kwamba kama Simba waliweza kumtangaza Dimitar Pantev kuwa meneja mkuu wa kikosi hiko cha Simba, kwa nini Dimitar Pantev anasimama katika benchi la ufundi muda mrefu kweli, huku akijiuliza kwamba majukumu ya meneja mkuu ndiye kusimama katika benchi la ufundi na kuiongoza wachezaji katika benchi hilo la ufundi. Hii imekuwa sio sawa. Baadhi ya malalamiko hayo, baadhi ya wadau wa soka Tanzania bara, ligi kuu Tanzania bara, ligi ambayo inayoendelea kwa siku za hivi karibuni, na vilabu ambavyo vinavyoshiriki ligi kuu Tanzania bara wameweza kutuma maombi ama badukuduku yao kwenye shirikisho la mpira Tanzania TFF, kwa maana kwamba wao hawaridhishwi na utaratibu ambao Simba wanaweza kufanya katika mwendelezo wa kusimama kwa kocha wao Dimitar Pantev katika benchi la ufundi. Sasa shirikisho la mpira Tanzania TFF wameweza kutoa ufafanuzi kulingana na hii situation ambayo hivi sasa inayoendelea. Simba wao wamemtangaza Dimitar Pantev kuwa kama meneja mkuu wa kikosi hiko cha Simba, lakini kwenye makaratasi kocha huyo yeye anasimama kama meneja, lakini kwenye makaratasi kocha mkuu anayefahamika kwa kikosi hiko cha Simba ni Selemani Matola. Kwenye utambulisho wa mechi ambazo Simba anazozicheza, kocha Matola ndiye anafahamika kuwa kama kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba, lakini Matola hawezi kusimama katika benchi la ufundi, huko muda wote kocha Dimitar Pantev yeye anasimama na kuiongoza Simba katika benchi hilo la ufundi. Moja kati ya taarifa zilizoweza kuzagaa huko TFF wameweza kulitolea ufafanuzi hilo, kwa maana kwamba hii haitokubalika na kusema kwamba rasmi kocha huyo amepewa muda kadhaa kuweza kusimama katika benchi la ufundi.
huko maelezo hayo yakieleza kwamba kocha Dimitar Laptev hawezi kusimama muda mrefu, yeye anapaswa tu kusimama muda mchache na kumweza kumwachia kocha ambaye anayefahamika kwenye makaratasi Selemani Matola. Yeye ndiye ambaye atakayeweza kusimama muda wote huo kuiongoza klabu hiyo ya Simba. Lakini huko kocha Dimitar Laptev yeye atakaa tu kwenye benchi la ufundi, huku akipata nafasi ya kusimama mara moja na tofauti na hivi sasa anachokifanya kocha huyo Dimitar Laptev. Lakini Simba wao wenyewe wanasema kwamba Dimitar Laptev wamemtangaza kuwa kama meneja mkuu wa kikosi hiko cha Simba, lakini kwenye makaratasi Simba wao wanayemtambua ni Selemani Matola kuwa kama kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba. Moja kati ya taarifa tu ambazo wadau wa soka nchini Tanzania na vilabu vinavyoshiriki ligi kuu Tanzania bara wamesema kwamba mchezo uliopita Simba aliocheza dhidi ya JKT Tanzania, ambapo Simba wameweza kupata ushindi wa magoli 2-1, magoli ambayo yalifungwa na Wilson Nango pamoja na Jonathan Soal Black Lion, ambao mchezo huo ulitamatika kwa dakika 90 za mchezo huo, Simba kujikusanyia alama 3 na huko magoli 2-1. Wamesema kwamba mchezo huo kocha Dimitar Laptev alionekana kuwa kusimama kuanzia mwanzo kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza na mpaka dakika 45 za kipindi cha pili. Kocha huyo Dimitar Laptev yeye aliweza kusimama na huku akiendelea kuiongoza klabu hiyo ya Simba katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara. Mchezo wa ligi kuu Tanzania bara Simba dhidi ya JKT Tanzania, huu ulikuwa ni mchezo wake wa kwanza kwa Dimitar Laptev, na mchezo wake wa kwanza zaidi ilikuwa katika mchezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Mchezo kule uliopigwa kule Eswatini, na mchezo wa mkondo wa pili ulipigwa katika la Benjamin William Mkapa. Huu ni mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara, na kuonekana kuwa Dimitar Laptev alisimama muda mrefu kuanzia kipindi cha kwanza na mpaka kipindi cha pili. Hii imezua taharuki na kusema kwamba hii haikubaliki. Vilabu vinavyoshiriki ligi kuu Tanzania bara wamesema kwamba hii haikubaliki, kwani kocha huyo haruhusiwi kusimama katika benchi la ufundi muda wote huo, kwa sababu leseni yake haimruhusu kusimama muda mrefu, na huku kocha anayefahamika ni Selemani Matola, ambaye kocha huyo hana muda wa kusimama. Yeye kazi yake ni kukaa tu katika benchi la ufundi, na ambaye sio kocha, yeye husimama muda mrefu katika benchi hilo la ufundi. Vilabu hivyo vimesema kwamba kama tabia hii itaendelea kwa Dimitar Laptev kusimama katika benchi hilo la ufundi kwa muda mrefu, basi vilabu hivyo vitaenda kujitoa katika ligi kuu Tanzania bara na kusema kwamba hii haitakubalika, na kesi hiyo itaenda mbali zaidi kufikisha katika shirikisho la mpira barani Afrika CAF, na kama ikishindikana hapo, basi vilabu hivyo vitaenda mbele zaidi kwenda kuipeleka kesi hiyo, kwani leseni ya Dimitar Laptev haimruhusu kusimama katika benchi la ufundi muda mrefu, kwani leseni yake, na Simba wenyewe imtangaza kuwa kama meneja mkuu wa kikosi hiko cha Simba. Simba wenyewe wanasemaje? Simba wao wanasema kwamba sisi hatuna shaka, kwani huyo tumemtangaza kama meneja. Majukumu ambayo anayofanya ni kama meneja kusimamia wachezaji pamoja na benchi la ufundi na kuhakikisha kila jambo linaenda kuwa vizuri zaidi. Huko shirikisho la mpira Tanzania TFF wamesema kwamba kwa hivi sasa kocha huyo hataruhusiwa kusimama muda mrefu katika benchi hilo la ufundi, anaruhusiwa kusimama kwa muda mchache inayoendelea. Simba wao wamemtangaza Dimitar Laptev kuwa kama meneja mkuu wa kikosi hiko cha Simba, lakini kwenye makaratasi kocha huyo yeye anasimama kama meneja, lakini kwenye makaratasi kocha mkuu anayefahamika kwa kikosi hiko cha Simba ni Selemani Matola. Kwenye utambulisho wa mechi ambazo Simba anazozicheza, kocha Matola ndiye anafahamika kuwa kama kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba, lakini Matola hawezi kusimama katika benchi la ufundi, huko muda wote kocha Dimitar Laptev yeye anasimama na kuiongoza Simba katika benchi hilo la ufundi. Moja kati ya taarifa zilizoweza kuzagaa huko TFF wameweza kulitolea ufafanuzi hilo, kwa maana kwamba hii haitakubalika, na kusema kwamba rasmi kocha huyo amepewa muda kadhaa kuweza kusimama katika benchi la ufundi.
huko maelezo hayo yakieleza kwamba kocha TB Tel Aviv hawezi kusimama muda mrefu, yeye anapaswa tu kusimama muda mchache na kumweza kumwachia kocha ambaye anayefahamika kwenye makaratasi Selemani Matola. Yeye ndiye ambaye atakayeweza kusimama muda wote huo kuiongoza klabu hiyo ya Simba. Lakini huku kocha TB Tel Aviv yeye atakaa tu kwenye benchi la ufundi, huku akipata nafasi ya kusimama mara moja na tofauti na hivi sasa anachokifanya kocha huyo TB Tel Aviv. Lakini Simba wao wenyewe wanasema kwamba TB Tel Aviv wamemtangaza kuwa kama meneja mkuu wa kikosi hiko cha Simba, lakini kwenye makaratasi Simba wao wanayemtambua ni Selemani Matola kuwa kama kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba. Moja kati ya taarifa tu ambazo wadau wa soka nchini Tanzania na vilabu vinavyoshiriki ligi kuu Tanzania bara wamesema kwamba mchezo uliopita Simba aliocheza dhidi ya JKT Tanzania, ambapo Simba wameweza kupata ushindi wa magoli 2-1, magoli ambayo yalifungwa na Wilson Nango pamoja na Jonathan Soal Black Lion, ambao mchezo huo ulitamatika kwa dakika 90 za mchezo huo, Simba kulikusanya alama 3 na huko magoli 2-1. Wamesema kwamba mchezo huo kocha Dimitar Patev alionekana kuwa kusimama kuanzia mwanzo kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza na mpaka dakika 45 za kipindi cha pili. Kocha huyo Dimitar Patev yeye aliweza kusimama na huku akiendelea kuiongoza klabu hiyo ya Simba katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara. Mchezo wa ligi kuu Tanzania bara Simba dhidi ya JKT Tanzania, huu ulikuwa ni mchezo wake wa kwanza kwa Dimitar Patev, na mchezo wake wa kwanza zaidi ilikuwa katika mchezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Mchezo kule uliopigwa kule Eswatini, na mchezo mkondo wa pili ulipigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Huu ni mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara, na kuonekana kuwa Dimitar Patev alisimama muda mrefu kuanzia kipindi cha kwanza na mpaka kipindi cha pili. Hii imezua taharuki na kusema kwamba hii haikubaliki. Vilabu vinavyoshiriki ligi kuu Tanzania bara wamesema kwamba hii haikubaliki, kwani kocha huyo haruhusiwi kusimama katika benchi la ufundi muda wote huo, kwa sababu leseni yake haimruhusu kusimama muda mrefu, na huku kocha anayefahamika ni Selemani Matola, ambaye kocha huyo hana muda wa kusimama. Yeye kazi yake ni kukaa tu katika benchi la ufundi, na ambaye sio kocha yeye husimama muda mrefu katika benchi hilo la ufundi. Vilabu hivyo vimesema kwamba kama tabia hii itaendelea kwa Dimitar Patev kusimama katika benchi hilo la ufundi kwa muda mrefu, basi vilabu hivyo vitaenda kujitoa katika ligi kuu Tanzania bara na kusema kwamba hii haitakubalika, na kesi hiyo itaenda mbali zaidi kufikisha katika shirikisho la mpira barani Afrika CAF, na kama ikishindikana hapo, basi vilabu hivyo vitaenda mbele zaidi kwenda kuipeleka kesi hiyo, kwani leseni ya Dimitar Patev haimruhusu kusimama katika benchi la ufundi muda mrefu, kwani leseni yake, na Simba wenyewe mtangaza kuwa kama meneja mkuu wa kikosi hiko cha Simba. Simba wenyewe wanasemaje? Simba wao wanasema kwamba sisi hatuna shaka, kwani huyo tumemtangaza kama meneja. Majukumu ambayo anayofanya ni kama meneja, kusimamia wachezaji pamoja na benchi la ufundi na kuhakikisha kila jambo linaenda kuwa vizuri zaidi. Huko shirikisho la mpira Tanzania TFF wamesema kwamba kwa hivi sasa kocha huyo hataruhusiwa kusimama muda mrefu katika benchi hilo la ufundi, anaruhusiwa kusimama kwa muda mchache na kumwacha kocha anayefahamika kwa Selemani Matola kuendelea kusimama katika benchi hilo la ufundi. Mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika utaenda kutarajiwa kuchezwa Novemba 22 katika dimba la Benjamin Mkapa majira ya saa 1 kamili za usiku, huku watani wao wa jadi Dar es Salaam Young African nao pia wataingia dimbani hapo itakapofika Novemba 22 katika dimba la New Aman Complex kule visiwani Zanzibar, ambao mchezo huo Yanga wataenda kuwakaribisha FAR Rabat kutoka kule nchini Morocco, huku Simba wao wakitarajia kwenda kumkaribisha Atletico Luanda kutoka pale nchini Angola katika mchezo huo wa mkondo wa kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika. Huku maandalizi yameendelea kuwa bora zaidi, huku kocha huyo
Dimitri Pantev anaendelea kuwafundisha na kuwapa ujuzi wachezaji ambao waliweza kusalia katika benchi la ufundi, ambao wachezaji wengine wapo katika majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania na mataifa mengine ambao wao wameenda huko kutekeleza ile kalenda ya FIFA pamoja na CAF. Katika siku za hivi karibuni ligi mbalimbali zimeweza kusimama kupisha kalenda hii ya FIFA, lakini Dimitri Pantev yeye ameendelea kuimarika zaidi na kuwafanya wachezaji kwa bora zaidi, na huku akiendelea kuwapa kile ambacho yeye anachokihitaji kweli kweli kufanyika katika klabu hiyo ya Simba. Lakini pia mwekezaji wa klabu hiyo ya Simba Mohamed Dewji ameendelea kuhamasisha wachezaji, huku akisema kwamba msimu huu wa 2025-2026 utakuwa ni msimu mzuri sana kwa upande wao, huku akiamini ya kwamba Simba itaenda kufanya vizuri katika ligi kuu Tanzania bara pamoja na mashindano mengine ya ligi ya mabingwa barani Afrika.